itahusisha wote wa wizara, taasisi za umma, hiyo idara, sijui wakala, mpaka TAMISEMI. Wote hawa wasemaji wa serikali tutakutana Mbeya kwa ajili ya kutafakari namna gani ya kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Lazima tujipange kama nilivyoeleza, nafikiri kwenye tukio moja ilikuwa hapa au Dar es Salaam. Baada ya agizo la Mheshimiwa Rais, sisi kama wizara tumeshatoa barua kwa wizara zote kwamba kila mmoja atimize wajibu wake. Tutatathminiana, lakini mkutano wa Mbeya ni wataalamu wenyewe wa habari sasa wanakwenda kukutana na kuweka mipango na mikakati ya kuhakikisha Watanzania wanazidi kupata habari na kuzidi kupata taarifa. Sasa kikao hiki kitafunguliwa na Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Innocent Bashungwa, na kitakuwa ni karibu siku 5, na matarajio ni kwamba Katibu Mkuu Kiongozi mpya Balozi Dr. Bashiru Ali ndio atafunga hichi kikao. Kwa ni kikao muhimu sana kwa mustakabali wa maelekezo yaliyotolewa, lakini na tasnia ya utoaji habari, tukajenge kule namna gani, vikwazo ni vipi na utatuzi ni upi. Sasa wote maafisa wanaohusika na habari wanatakiwa kuwepo. Nitashangaa kama kuna ofisi yoyote ya umma afisa wake anayehusika na mambo haya ambayo Mheshimiwa Rais ameelekeza atashindwa yeye binafsi kwa sababu zake kuwepo kwenye kikao, au ofisi yake itakwamisha na kumsababisha afisa huyo anayehusika na mambo ya habari ashindwe kuja kushiriki kwenye mjadala na kuweka mipango ya kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais. Sasa mimi nabaki kwa leo nitashangaa. Lakini ninachosema hiki kikao pia ndo mwanzo wa kupimana. Ni ofisi gani za umma hazitoi habari? Ni ofisi gani za umma hazina mikakati ya kutoa habari? Kwa hiyo mtuache twende Mbeya tukajipange, si ndio? Ili huko mbele mambo yazidi kwenda vizuri. Hili naomba nielekeze Mheshimiwa Rais na utekelezaji wake. La tatu, tunakumbusha ila wanahabari, tunakumbusha press card. Kuna wengine bado hawajachukua press card. Press card ni ulinzi wako na ni usalama wako, ili utambulike kuwa mwanahabari kamili kama una kitambulisho cha uandishi wa habari. Kwa hiyo naombeni wale ambao bado tafute, mwende kwenye ofisi husika mkapate hizo press card. Usajili wa majarida na magazeti unaendelea. Kuna wengine hawajahuisha. Kwa mujibu wa sheria namba 12 ya mwaka 2016, vyombo vya habari vya machapisho kwa maana magazeti, majarida na mengineyo, kila unaposajili unakosa kuhuisha kila baada ya mwaka mmoja usajili wako. Lakini vile vile wale ambao hawajasajili wana mpango wa kuanzisha vyombo vya aina hiyo pia wakasajili. Lakini usajili pia unaendelea radio, television kwa upande wa electronics kupitia TCRA na upande wa digital kwenye mitandao. Na mnafahamu nchi yetu mpaka sasa inafanya vizuri kwenye sekta ya habari. Mpaka mwezi uliopita wa pili tuna magazeti na majarida 247, tuna radio 193, na tuna television hizi mainstream 46, lakini kuna mitandao mingi huko, online radio zaidi ya 400 na vitu kama hivyo. Kwa nchi yetu inakwenda vizuri. Lakini wakumbushe wanahabari tuendelee kutimiza wajibu wetu. Tutekeleze wajibu wetu kwa mujibu wa maadili na taaluma inavyotaka. Tangazo au eneo la mwisho la utangulizi, Dodoma, nikiongea hili mnanielewa. Serengeti Music Festival. Niko hapa leo mwezi mmoja na ushe tangu tufanye tamasha kubwa hapa Dodoma. Wizara ya Habari kwa niaba ya serikali imebuni hiki kitu kikubwa. Tunawashukuru sana wana Dodoma, tunawashukuru wote walioshiriki, ma DJ, wasanii, wadhamini, wanafunzi, vijana wa bodaboda. Dodoma iliburudika, si ndio? Kwa wale ambao mlikuwepo. Tamasha hili ni tamasha kubwa na la serikali ambalo linaleta pamoja wadau wote, litaendelea kuwepo. Ahadi yangu ni kwamba ndio kwanza tumeanza, kazi hii inaendelea, na kwa mwaka huu tutatoa ratiba kamili ya mwendelezo wa hili tamasha.
huko tuendako actually tumeita music festival, lakini linaenda kuwa ni sanaa arts. Itakuwa ni wiki nzima, usiku kadhaa za kusherehekea mafanikio kwenye sanaa yetu kwa maeneo mbalimbali. Shukrani sana kwa wana Dodoma kwa sababu nyinyi mlikuwa wenyeji wetu tarehe 6 Februari pale. Tunawashukuru sana, nifikishieni hizo salamu. Lakini kwa Watanzania wote pia walifuatilia kupitia vyombo vya habari, kupitia mitandao ya kijamii, tumepata maoni mengi. Tunawashukuru sana. Tunashukuru sana wasanii ambao kwa kweli pia kuburudisha nchi, kuburudisha wananchi kwa saa kadhaa. Nchi ikatulia kuona umuhimu wa sanaa katika maendeleo ya nchi. Na kama tunavyosema kwenye kipato cha kati ni kazi zaidi, burudani zaidi. Eneo jingine la mwisho, tunafahamu pia hivi karibuni kulianza mchakato wa kwenye masuala ya utoaji wa haki, kuhakikisha lugha ya Kiswahili inatumika sana mahakamani kwa ajili ya Watanzania wengi ambao kwa kweli Mtanzania anakwenda na kesi na Mtanzania mwenzie, lugha inayotumika ni Kiswahili kwenye kuhojiwa na vitu kama hivyo. Ukitolewa hukumu na mwenendo Kiingereza, huelewi kilichoandikwa ni nini. Sasa serikali kama ipasavyo kwenye mfumo wa utoaji haki, lakini na utungaji wa sheria. Kwa sasa hivi tutaona kwa mara ya kwanza tutaanza kwenda kutunga sheria moja kwa moja kwenye lugha ya Kiswahili. Lakini hatua nyingine ambayo imefanyika tangu bunge lipitishe hii sheria kwenye bunge lililopita mwezi wa pili ni kwamba Wizara ya Katiba na Sheria imetoa mwongozo kwa wizara zote na taasisi zote zenye sheria mbalimbali, na mpaka sasa tumeona kuna jumla ya sheria 450. Mchakato uanze mara moja kuzitafsiri sheria zote zilizotungwa na nchi hii na zilizoko kwenye wizara na taasisi mbalimbali, na kazi hiyo inapaswa kufikia Desemba mwaka huu iwe imekamilika. Sasa usije ukasema sina msamiati, sina nini. Anza, utakapokwama tunao wataalamu wanafanya utafiti sasa hivi, na ndio kitu cha pili nakieleza kwenye hizi hatua tunazochukua. Kitu cha pili ni kwamba tutaanzisha au tumebuni mradi wa kuanzisha kamusi ya istilahi za kisheria, legal jargons. Zitawekwa kwenye kamusi, maneno yote ya kisheria yatatafsiriwa kutoka mambo ya affidavit huko pleading mpaka kwenda mambo ya judgment. Yote, hakuna neno ambalo litakosekana kwenye lugha adhimu ya Kiswahili. Kwa wakati wizara zinafanya tafsiri, na kazi hii ya kamusi pia itaanza. Lakini kwa mujibu wa mwongozo, baada ya kukamilika kwa zoezi la kutafsiri sheria, mnafahamu kila sheria ina kanuni, sio zote, lakini sheria nyingi zina kanuni za utekelezaji wa sheria. Mpaka sasa tumepitia na kuona kuna kanuni 15,000 zilizoko nchini. Mwongozo huu pia unaainisha kanuni hizi kila wizara isimamie, kama zipo kwenye taasisi au ni wizarani, isimamie hizi kanuni, zitafsiriwe pia kwa lugha mujarabu aushi ya Kiswahili. Na kwa sababu hizi kanuni ni nyingi, kwa mujibu wa serikali imeutoa kupitia Wizara ya Katiba, wanapaswa mpaka kufikia Juni 2022 tusiwe na kanuni inayohusu haki ya mtu utekelezaji wa sheria kwenye lugha adhimu ya Kiswahili. Kwa hiyo haya niliona pia wananchi wapate hiyo taarifa nini kinaendelea serikalini kwenye kuhakikisha lugha adhimu ya Kiswahili inatumika kwenye eneo hili muhimu. Na wenzetu walishaanza kama mlivyoona, lakini kulikuwa na kanuni. Nafikiri kwa utekelezaji huu tunakwenda vizuri. Baada ya mwaka mmoja, kwa kweli wananchi wengi watafurahia. Na kwa kanuni hii au sheria hii iliyopitishwa, sasa ni rasmi, majaji, mahakimu wanaruhusiwa kuandika hukumu, wanaruhusiwa kuandika mwenendo katika lugha aushi ya Kiswahili. Mwisho kabisa, tunawaomba wizara zote zinapoanza huu mchakato zishirikishe taasisi yetu muhimu ya BAKITA, ambayo ni Baraza la Kiswahili lenye dhamana kisheria kufanya utafiti kwenye maendeleo ya lugha, misamiati, nahau na mambo mengine katika mawanda ya lugha. Kwa hiyo BAKITA washirikishwe ipasavyo kwenye kila hatua ya utafsiri ya hizo kanuni, ya hizo sheria. Kwa hiyo tunakwenda vizuri kwenye kuhakikisha mageuzi haya
ya kiutamaduni ya lugha yetu kwa juu. Hizi ni taarifa tu za awali, tunaita bashraf. Sasa twende kwenye taarifa yenyewe ya utekelezaji. Nilisema leo tutaongelea zaidi sekta kubwa mbili, elimu na maji, na kwa kina kidogo. Sasa naomba nianze kwenye sekta ya elimu. Miaka 5-6 iliyopita, Watanzania wengi wanafahamu Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli aliagiza na aliahidi mageuzi makubwa kwenye sekta ya elimu. Kuna mambo mengi yalifanyika, taasisi, mifumo mbalimbali ikabadilishwa, utendaji ukabadilishwa, na matomaso wakaibuka kwamba je, tutafanikiwa? Tunaweza kweli kutoa elimu bure? Tunaweza kweli kufanya hiki na kile? Sasa leo niko hapa kuwaonyesha safari yetu hii namna gani inaleta mageuzi mbalimbali kwenye sekta hiyo ya elimu. Cha kwanza, mnafahamu hiyo ahadi kwamba serikali itatoa elimu msingi bila ada, tunaita, au bila malipo, na wengine wakasema haiwezi kutekelezeka, lakini wote ni mashahidi. Wengine mna mabinti, mna vijana wenu wanasoma kwa ngazi ile ya elimu msingi mpaka kidato cha 4. Hakuna malipo yanayotakiwa kulipwa, na mpaka sasa serikali imetimiza wajibu wake. Moja, mpaka leo tunavyoongea, au kwa maana ya mwezi Februari, tumeshatumia trilioni 1.291. Serikali imetumia trilioni 291 kwa ni trilioni 1 karibu 2. Ni trilioni 1 na milioni 200 na bilioni 291, 1.291. Hizi fedha zimewekezwa kuhakikisha watu hawana tashtiti, hawana jakamoyo, wanakwenda kusoma vijana wetu kuanzia elimu ya awali mpaka kidato cha 4. Sasa hoja, sawa, serikali imepeleka fedha hizi ni nyingi na zingeweza kutumika kwenye maeneo mengine, ni commitment kubwa sana ya serikali. Lakini je, hii imeleta mageuzi gani? Ndio vitu vya msingi. Tunapokwenda miaka 5-6 hii ya utekelezaji, tunapaswa kuangalia nyuma na kuona, je, tumewekeza hizi fedha zimeleta impact gani? Sasa naomba kwa muda mfupi kidogo niwaeleze umuhimu wa kupeleka fedha shuleni na kutoa elimu bila malipo, ambavyo umesaidia sana kwa namna moja au nyingine kuongeza idadi ya wanafunzi shuleni na hata ufaulu na vitu kama hivyo, kwa sababu wanafunzi wengine walikuwa watoro, wazazi wengine walikuwa wanasingizia hawana uwezo. Kwa hizi fedha trilioni 1.291 si tu zimepelekwa fedha, lakini pia zimeleta mageuzi makubwa. Kwa mfano, kwenye elimu ya msingi, idadi ya wanafunzi imeongezeka kutoka wanafunzi, yani ukichukua darasa la kwanza sijui mpaka la 7, idadi ya wanafunzi imeongezeka kutoka 8,298,000, tunaweza tukasema 8,8.2 mpaka 10,900,000 ilipofika mwaka jana. Mwaka 2015, kabla ya elimu bure, kulikuwa na wanafunzi jumla kwenye elimu yote ya msingi 8,298,000. Baada ya kuwekeza, hakuna sababu ya mtu kukimbia shule, hakuna sababu ya mzazi kusema sina uwezo wa kumsomesha mwanangu. Serikali imebeba gharama hizo. Leo tunafurahia kuona ongezeko la zaidi ya wanafunzi 2,000,000 na ushare. Ukifanya magazi juto utaona. Hiyo ni eneo la mafanikio ya kwanza. Hatujapeleka tu fedha. Hizi fedha zinaleta mafanikio, maboresho kwenye maisha ya watu. Uandikishaji darasa la kwanza, ukichukua tu darasa la kwanza, wanafunzi walikuwa wanaingia darasa la kwanza miaka 5 iliyopita walikuwa 1,386,000. Baada ya kuja fedha hizi elimu bure, wanafunzi wameongezeka kwa darasa la kwanza tu mpaka kufikia 1,557,000. Kwa hiyo unaona kuna ongezeko kubwa. Kipindi hicho pia, kutokana na kuchagiza wanafunzi wanasomeshwa na serikali, hiyo ni shule za msingi nilitoa. Kwa upande wa sekondari, miaka 5 iliyopita tulikuwa na wanafunzi 1,648,000. Leo
tunapozungumza wanafunzi wamefika 2,285,000 na ushe. Hii inakuonesha kadri serikali inavyowekeza kwenye mfumo wa elimu, vijana wengi sana wanarudi mashuleni na wanazidi kupata elimu. Hawa ndio wakina Dr. Abbas wa miaka ijayo, ndio wakina ninyi wa miaka ijayo. Serikali tumetimiza wajibu wetu, na wao wanafunzi nao wanatimiza wajibu wao. Kwenye hii hela ambayo serikali imewekeza, pia kuna ongezeko kubwa sana imesaidia, kwa sababu kuna ongezeko huku chini. Kwa hiyo obviously hata kidato cha 5 na 6 wanafunzi wameongezeka sana. Mwaka 2015 kulikuwa na wanafunzi 66,000, sasa hivi tumekwenda mpaka 74,000 wanafunzi wa kidato cha 5 wanaokwenda form 6 na baadaye vyuo. Lakini pia ufaulu, kutokana na ongezeko la wanafunzi na mifumo mingine iliyoboreshwa nitakayoeleza punde, ufaulu kwa shule za kidato cha 4 kwenda cha 5 umeongezeka kutoka 68% mwaka 2015 mpaka 85% ya wanafunzi wanaofanya mitihani ya kidato cha 4 wanafaulu. Kidato cha 6 kwenda vyuo, ufaulu umeongezeka kutoka 97% mpaka 99.51, ni almost wanafunzi karibu wote wa kidato cha 6 wanafika zile ngazi za kufaulu. Kwa hiyo hii nilikuwa naonesha tu kwa muktasari, hatukupeleka tu fedha trilioni 1.2 na ushe. Tumepeleka fedha zinabadili na zinagusa maisha ya mamilioni ya vijana ambao kwa ongezeko hili kwa namna moja au nyingine wasingekuwepo mashuleni, labda wangekuwa wanachunga, wangekuwa kwenye kilimo kabla ya wakati wao. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa kwenye sekta ya elimu, kwa kipengele cha kwanza cha serikali kutoa elimu msingi bila malipo. Sekta ya elimu imefanyiwa mageuzi mengi sana, na kuna wakati hata tunaposema tunaleta ndege, kuna watu wanahoji mbona kwenye elimu hamjawekeza. Sasa huyo naomba anisikilize vizuri. Sisi angani tupo, kwenye ndege, nchi kavu tupo, na huku nchi kavu tupo relini, tupo kwenye madaraja, tupo kwenye mabonde huko Rufiji tunafanya kazi. Serikali ya Dr. John Pombe Magufuli inawekeza mageuzi kwenye kila eneo. Kwa hiyo usikasirike ukiona ndege ukasema hatuwekezi kwenye elimu. Nipo hapa kuthibitishia kuna uwekezaji mkubwa sana unafanyika na unaendelea kufanyika kwenye sekta ya elimu. Madarasa, katika kipindi cha miaka 5-6 hii tumejenga madarasa 17,215. Ilikuwa 2015 kuna madarasa 108, tumeongeza, yamefikia madarasa 100,000. Yalikuwa 108,504, tumeongeza mpaka 100,025. Zaidi ya madarasa 17,000 yamejengwa kwenye kipindi kilichopita mpaka Februari mwaka huu. Nyumba za walimu zimejengwa na zinaendelea kujengwa. Jumla ya nyumba za walimu mpaka Februari zaidi ya 1,780 zimejengwa. Ukarabati mkubwa wa miundombinu katika shule kongwe. Kuna watu wanataniaga kwamba kuna baadhi ya shule zile kongwe za zamani maarufu, kama hujai kupita hiyo shule una tatizo. Nafikiri hili sio tatizo, lakini hizi shule kongwe zilichoka. Shule nyingi hizi ambazo zina historia nyingine ya kutoa hata viongozi wa nchi, Minaki, Pugu, Tangateki, Ungo, Tabora School, Tabora Girls, hapa Dodoma kulikuwa kuna nyingine, si ndio? Msalato, Mazengo, of course, wakati huo Tosamaganga, shule kama hizo ambazo wengine wanatania kwamba kama hujapita ujipange upya. Ingawa siamini, kaongezea jamaa Tambaza anafika pita hapo. Na jirani zao Wazania na Jangwani, kila mtu atataja shule yake. Lakini hizi shule kongwe zilichoka na zilikuwa kongwe kweli kweli. Na wengine ambao tumepita kwenye baadhi ya hizo shule tunaweza kuwa mashahidi. Zilikuwa kongwe na zilichoka kweli kweli. Serikali imetekeleza mradi wa kukarabati hizi shule zote, na kwa sasa mkizitembelea mnaona kweli zina ile hadhi na heshima ya kuwa shule kongwe. Hizi shule kongwe jumla ziko 89 nchini. Mpaka sasa mradi huu umekamilisha shule kongwe 86. Ziko safi, zimejengwa vizuri, zimekarabatiwa, na nyingine watu wanaanza kujenga hoja kwamba ziwe chuo kikuu, zisibaki kuwa shule za sekondari. Kwa hiyo shule za sekondari zitaki kuwa nzuri, si ndio?
Hapana, juzi tumetoa Igungo ile ya Kagera pale, ilikuwa kongwe lakini ikapata tetemeko ile 2017. Imejengwa ni kama imejengwa upya kwa zaidi ya bilioni 10. Hoja zinakuja nyingi sana kwamba ile shule iwe chuo kikuu. Nafikiri wanafunzi pia wa sekondari wana haki ya kusoma kwenye shule na maeneo mazuri. Kwa serikali imetekeleza mradi, imeziboresha na nyingi sasa zina hadhi stahiki ambayo wakati huo viongozi wengi waliandaliwa wakaja kuongoza nchi yetu na wengine leo wanaendelea. Lakini tunaposema serikali imetekeleza kwenye sekta ya elimu, ni katika kila eneo, nyumba za walimu, hayo madarasa, lakini pia maabara. Nchi yetu inakwenda kwenye karne hizi za science. Tumejenga maabara kwenye shule za sekondari 1696 mpaka mwezi wa pili 2021. Ufuatiliaji wa ubora wa elimu ni kitu muhimu sana. Kuna watu wanasema elimu ni majengo au elimu ni nini? Elimu ni vyote, majengo, lakini walimu, lakini vile vile kuwe na vifaa mbalimbali vya kufundishia. Serikali hii ya Dr. John Pombe Magufuli kote haijaacha. Kama nilivyosema, sisi yani kote tupo, angani, shuleni, mabondeni, kwenye reli, kila sehemu. Sasa kwenye upande wa usimamizi wa ubora kuna mageuzi makubwa sana yamefanyika miaka hii mpaka Februari, kwa maana ya kusaidia maafisa elimu wa mikoa kufuatilia na kusimamia ubora wa elimu. Wamenunuliwa magari, jumla ya magari 26 yamenunuliwa na walishapewa, wanayatumia kufuatilia ubora. Lakini kuna magari mengine 184 serikali imeshanunua na yamepelekwa kwa maafisa wengine ngazi ya wilaya, kwenye halmashauri, nao waweze kufuatilia. Nafahamu sasa hivi kwenye mfumo wa elimu tunao maafisa elimu kata, yaani wameshushwa kwenye ngazi ya kata kabisa, waweze kufuatilia kwa ukaribu zaidi utendaji na ubora wa utoaji elimu. Hawa maafisa elimu kata nao hatujawaacha hivi hivi. Tumewanunulia jumla ya pikipiki 3900 na wameshapewa, wanazo, kazi inaendelea. Kwa hiyo bado narudi kwa rafiki zangu, ukiona ndege usichukie. Na kwenye elimu pia tumefanya, na tutakuja kwenye kilimo, tutakuja kwenye maji, tutakueleza sekta zote. Sio kwa sababu ndege imenunuliwa au inajengwa Rufiji au inajengwa reli ndio umenuna una dukuduku kama vile kwingine hatuwekezi. Serikali inawekeza kwa uzito wake kwenye kila eneo, na changamoto hizi tunaamini kadri zinavyojitokeza tutaendelea kuzimaliza. Wengine watasema mmejenga madarasa, mnajenga hizo maabara, walimu vipi? Mpaka Februari 2021 imeajiri walimu, jumla ya walimu 26,181 katika kipindi cha miaka 6 hii. 2015 mpaka Februari juzi tuna walimu wamepata ajira 26,181. Hawa ni wa shule za msingi na sekondari. Na kama nilivyosema, tumejenga maabara. Kwa kuna wale wasanifu, sijui wanaitwa wasanifu, sijui nani, mafundi sanifu technician, lab technicians, mafundi sanifu kwenye maabara hizo za fizikia, kemia na masomo mengine yanayohitaji practical. Tumeajiri pia, hatujaacha wataalamu hao 397 kwenye sekta hii ya elimu, hususan hawa wengi wanakwenda elimu ya sekondari kwa sababu kule ndio kuna practical. Kwa sekta ya elimu serikali imefanya mengi. Jumla ya vifaa vya kielimu na saidizi 37,820 kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule 1,305 vimesambazwa. Vifaa mbalimbali vya kuwasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum vimenunuliwa na kusambazwa, zaidi ya vifaa 37,820. Serikali imechapa na kusambaza nakala milioni 4,443,586 za vitabu vya kiada vya masomo yote ya darasa la 7. Tumechapa na kusambaza nakala 322,000 za vitabu vya kiada kwa darasa la 6 na nakala 154,000 vya kiada kwa darasa la 7. Yaani tunapeleka vitabu mashuleni kwa kiwango kikubwa sana. Tumesambaza nakala 45,000 za mtaala wa darasa la kwanza mpaka la 7. Tumeandaa na kusambaza nakala 40,000 vitabu kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum ya uoni na wale ambao hawaoni kabisa. Hivi ni vile vitabu ambavyo vinasaidia watu kusoma zile nukta nundu. Zaidi ya 40,000 vimesambazwa kwenye shule
mbalimbali nchini. Yaani unaposikia tumejenga daraja Rufiji, sijui daraja Kigongo Busisi, tumejenga sijui mradi wa umeme Rufiji, haimaanishi atuwekeze kwenye elimu. Hiyo ndio message kubwa ya leo na mwapelekee Watanzania. Kwa hiyo mengi yanaendelea kufanyika kwenye sekta ya elimu. Yanagusa miundombinu, yanagusa ubora, yanagusa walimu, yanagusa vifaa. Takwimu hizi tutawapa na ziwasaidie kwenye kuchakata. Nilikuwa naongelea shule ya Ihungo. Nafikiri kwa wale ambao kamera zenu zitaipik pale, mtaichukua, ndio ile pale. Wengine wakasema iwe chuo kikuu kabisa, Ihungo University of Education au nini. Lakini hapana, hii shule ni mfano wa shule kongwe ambazo serikali imewekeza kwa kiwango kikubwa kuzikarabati. Kwa hiyo kwa kifupi, kwenye sekta ya elimu hususan msingi mpaka sekondari, nimeonesha serikali ilivyowekeza kwenye kila kona ya sekta yetu muhimu ya elimu. Sasa kwenye elimu kuna mambo mengi. Kwa leo nimalizie tu kwenye elimu ya juu kuwaonyesha highlights kidogo ya wapi tumetoka, wapi tunakwenda. Kwenye elimu ya juu, miaka 6 iliyopita na kabla ya hapo, wengi mnafahamu sifa yetu kubwa ya elimu ya juu ilikuwa inaongozwa na maandamano, wanafunzi kususia masomo kwa sababu ya kukosa kitu kinaitwa mikopo ya elimu ya juu. Leo hiyo ni miongoni mwa historia ambazo serikali hii ya 500 chini ya Mheshimiwa Dr. Magufuli tumefanikiwa kuifuta. Watu wanapokwenda vyuo vikuu wanakwenda kuandaliwa kuwa watafiti, kuwa wataalamu na masuala kama haya. Hauwezi kwenda chuo kikuu kwenda kuandaliwa kuwa mbabaishaji, mwanaharakati na mtu ambaye yani wewe siku zote yani unalialia tu na kulalamika na kuona mambo hayaendi. Unakwenda chuo kikuu kufundishwa kuwa problem solver, mtatuzi wa changamoto. Hatuwezi kuwafanya wanafunzi wanakwenda vyuo vikuu kwenda kulialia. Miaka hii 6 serikali imefanya kila ilichoweza kuhakikisha wanafunzi badala ya kuandamana wanafocus kwenye elimu iliyowapasa kwenda. Katika kipindi hiki idadi na moja, na mpaka sasa kwa miaka hii 6 pesa ambayo tumeshatoa kwa ajili ya mikopo ya elimu ya juu ni shilingi trilioni 2.82 serikali imetoa. Kwa hiyo ndugu yangu, unapokuja tu na umeona tunajenga daraja sehemu ukanuna kwamba mnajenga madaraja ya nini, mbona kwenye elimu hamwekezi? Hizi ndio takwimu. Na haitoshi kupeleka mikopo, haitoshi kusema kuna namba kubwa ya wanafunzi. Kikubwa ambacho tumefanikiwa ni kuachieve utulivu wa wanafunzi wa focus kwenye kusoma. Kwa sasa mikopo sio numbers tu, mikopo inawahi vyuoni. Yaani wanafunzi mikopo wanaikuta vyuo vikuu. Sasa ukitaka kuandamana labda ujenge hoja nyingine. Na kuna kipindi kuna mtu alitaka kuandamana kwamba anashangaa mkopo umewahi kabla yeye hajajipanga siku ya kupokea. Sababu siku hizo ukienda vyuo vikuu na tumefunga mifumo ya kielektroniki, ukibonyeza button kwamba umefika chuo tayari kule inasoma kwenye systems, hela yako inaingia kwenye akaunti yako kwamba unajua Dr. Abbas karipoti chuo. Sasa kuna wengine wakanuna kwamba mimi niliwahi tu mwenyewe kwa shughuli zangu, nimeshabonyeza ile ishaingia. Mtu analalamika kwamba itaisha mapema. Hapo ndo tumefika. Ni jambo kidogo kama la mzaa, lakini tumefika hapo kwenye mageuzi ya utoaji mikopo. Hatutaki vijana wawe na tashtiti wala tashwishi kwenye maisha yao ya vyuo vikuu. Wasome. Sio akina wengine tulivyosoma huko nyuma ilikuwa ni shughuli pevu. Kila semester migomo na maandamano mara 3 mara 4. Kwa sasa vijana ni piga kitabu, piga shule, kujiandaa kuja kuwa wataalamu bora wa nchi hii. Haya ni machache kati ya mengi ambayo katika miaka 6 hii mageuzi yamefanyika kwenye sekta ya elimu. Sasa elimu tuendelee kuithamini, ndio inaandaa wataalamu wetu. Naomba nisisitize la mwisho kwenye sekta hii ya elimu, serikali itaendelea kutimiza wajibu wake bila kusita. Misingi hii ya mageuzi tuliyoeleza leo inatupa faraja hata sisi serikalini, watendaji wetu mbalimbali kuanzia Wizara ya Elimu, TAMISEMI. Kwa hiyo tunawapongeza, waendelee kusimamia na kutimiza wajibu wao. Sekta yetu ya elimu iendelee kuwa mkombozi. Sisi wote tumepikwa na elimu hii. Wakati fulani tunasema ina changamoto, lakini tukisoma inaendelea kuboreshwa na inazidi kutoa wataalamu wa Tanzania. Tunasoma kwa kugusagusa kidogo
unagusa Tanzania ilipopata uhuru, unaenda kidogo unagusa Mfekane War, mara unaenda unarushwa huko Uingereza na Ulaya, sijui Agricultural Revolution. Ukitoka huko umepelekwa kule Akiduki Ferdinand na mkewe walivyouawa, ikasababisha vita ya kwanza ya dunia. Ukitoka hapo umerushwa, yani uelewi hivi, yani wa moto wa baridi. Pamoja na hiyo historia ya dunia, tunakwenda kuwekeza tafiti na elimu zaidi kwenye elimu yetu ya historia ya nchi yetu. Kwa hiyo mpaka sasa kwenye hili mwelekeo ni mzuri. Wenzetu wameshakamilisha miktasari inayoonyesha mwanafunzi afundishwe nini, mwisho wa somo waelewe nini kuhusu historia ya Tanzania. Na ni kupitia hapa tutakuja kuona namna gani baadhi ya mambo mengine hata tulikuwa tunapelekwa. Uwanja wa Namfua Singida, wengi sasa hivi wanashangaa kwa sababu habari za kuandikiwa Mkwawa tu na nani wachache, tena kwa uchache. Sasa hivi tunakwenda kuchimba, kuijua, si ndio, nchi yetu kwa kina. Kwa wenzetu wa elimu pia kwenye kuhitimisha wanakamilisha hiyo miktasari na vitabu vinaandikwa, tafiti zinaendelea. Tunatarajia wanafunzi wanaporudi Julai kwenye shule kuanzia awali, msingi, sekondari na kwenda juu, somo la historia ya Tanzania la kina litaanza kufundishwa kwa kina kabisa, sio kwa kurukaruka. Utamjua Liti ni nani na utaijua nini maana ya teknolojia ya nyuki kupitia huyu mama Liti. Lakini leo Mwalimu Nyerere, Tanzania tumeongoza Afrika kwenye ukombozi, si ndio? Lakini kuna watu wanatajwa kuliko Nyerere. Tumekwama wapi? Inawezekana hatukumueleza zaidi Nyerere, hatukuandika zaidi kuhusu Nyerere. Somo hili litakuwa limbuko pia kwenye eneo hilo la Watanzania na dunia kuelewa zaidi hata mchango wa Tanzania kwenye mambo mbalimbali. Kwa hiyo hayo yajayo kwenye sekta ya elimu, kwenye siku zijazo tukipata nafasi tutaeleza hili swala la somo la historia limefikia wapi. Lakini kwa sasa wataalamu wanakamilisha Julai. Kama ulibumba kwenye historia ya Tanzania, tunakukaribisha urudi shule kidogo. Au unaweza ukanunua kitabu tu ukajisomea ili kujua kwa undani. Na leo hapa nimewapa tu kidogo chachu. Mumtafute huyu mama anaitwa Liti. Kwa nini uwanja wa Namfua pale Singida umebadilishwa kutoka Namfua kwenda Liti? Tuna historia na hazina kubwa ya wapambanaji. Hii nchi ni jamhuri ya wapambanaji. Tukirudi kusoma historia tutaiona kwamba Tanzania sio nchi simple. Hii ni jamhuri ya wapambanaji. Ni ya watu waliowekeza kwenye mageuzi. Hii nchi ni ya watu ambao huko nyuma waliwekeza kwenye kupigania nchi, na wengine walipambana mpaka mwisho wa damu, tone la mwisho la damu zao. Historia hii itatusaidia kuelewa tuko wapi, tunatoka wapi, tunakwenda wapi. Hii sio nchi ya mtu wewe eleki. Hii ni nchi ya watu wanaoelewa wanakwenda wapi. Kwa hiyo tutakuja ona kwenye hiyo somo la historia. Nisiingie sana. Sekta ya maji. Nimesema leo nitaongea elimu na maji. Miaka 6 iliyopita serikali iliahidi ahadi kubwa 3, na wengine kama kawaida wakasema hizo kwa kweli mnatutania. Lakini leo tunayo mambo mengi ya kujivunia pia kwenye sekta ya maji kama tulivyoona kwenye sekta ya elimu. Ahadi kubwa ya kwanza ilikuwa ni kuhakikisha maji mijini yanafika 95%, vijijini yafike 85%, na kuwa na rasilimali endelevu, kuwekeza katika sekta ya maji, kuvilinda vyanzo na vitu kama hivyo. Nayo furaha leo safari yetu hii ya kuhakikisha kero, na kwenye maji kuna neno linaitwa kero ya maji. Kwa kweli tunaendelea kupambana nayo. Serikali ya 500 imewekeza vya kutosha, rasilimali watu, muda wa wataalamu, lakini na fedha kuhakikisha kero ya maji inaendelea kutatuliwa katika maeneo mbalimbali. Mambo makubwa yaliyofanyika: moja, tulifanya mageuzi ya kitaasisi. Kwa mfano Dar es Salaam tuliunganisha DAWASA na DAWASCO kwa tamko la Mheshimiwa Rais ambao lilifanyika kutokea mwezi Mei. Hii ilifanyika 2017. Na serikali ilifanya huo uamuzi, na wengine kama kawaida wakafikiria hautaleta mageuzi. Leo DAWASA Dar es Salaam inafanya mageuzi makubwa kwenye kuondoa kero ya maji kwenye miji ya Dar es Salaam na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Pwani. Ni taasisi ambayo ni mfano wa kupigiwa mfano kwenye kutekeleza uondoaji wa hii kero.
Sasa hivi hata mapato wameongeza. Kwa mfano DAWASA imetoka bilioni 70 kukusanya kwa mwaka mpaka bilioni 137 kwa mwaka. Maeneo mengi ya Dar es Salaam yaliokuwa na kero ya maji yametatuliwa. Najua mtaniuliza Dodoma, kuna DAWASA hapa. Nayo inapambana kwenye kuhakikisha kwa hapa Dodoma pia makao makuu ya nchi. Najua kuna deficit kidogo, kuna wanahitaji pengo kidogo la kati ya mahitaji ya makazi na watu wa Dodoma, lakini hatua nyingi zinachukuliwa. Kuna miradi mingi ya visima vikubwa hapa Dodoma vinachimbwa kwa sasa. Ihumwa kule wanahitaji mji wa serikali kule Mtumba kuna visima vinachimbwa, Chamwino kuna visima vinachimbwa. Tunaongeza uwezo wa jiji la Dodoma pia kupata maji mengi ya kutosha. Kuna bwawa hilo la Farkwa linaendelea, kuna bilioni 7 zimeshatumika kulipa fidia ili kupanua na kuweza kukifanya hicho chanzo kiwe kikubwa, lakini bado utafiti unafanyika na upembuzi kuhakikisha maji ya Ziwa Victoria ambayo yamefika mpaka pale Igunga, Nzega Igunga, nayo pia huko baadaye yafike Dodoma. Kwa hapa nimeona niwamalize kabisa waandishi wa Dodoma, najua mngeuliza tu mbona mnaongea DAWASA na kwingineko. Dodoma unatuachaje? Dodoma kwa kweli msiwe na wasiwasi, tupo wote hapa na tunahitaji kupata maji mazuri. Kuna miradi mingi na mabilioni ya fedha yanawekezwa kuhakikisha sio Dodoma lakini pia naongelea Tanzania, tutaona miradi mingi nchini inaendelea. Sasa mageuzi haya ya kitaasisi pia hayakugusa DAWASA tu. Mageuzi ya kitaasisi pia mwaka 2019 Julai serikali ilianzisha taasisi nyingine inaitwa Mamlaka au Wakala wa Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini, RUWASA. Hii ni wakala ambayo wakilala wakiamka wanahakikisha maji vijijini yanafika. Kwa hiyo hizi ni mageuzi ya kitaasisi, kwa sababu kwenye kuleta mageuzi unaweza kufanya mageuzi ya kisheria, sera, taasisi, watu. Kwa serikali hii ya 5 imewekeza kote huko kuhakikisha kero ya maji inapungua. Kwa mfano RUWASA kwa kasi ambayo wamekwenda nayo kuhakikisha wanakuamua na kutekeleza miradi mingi ya maji vijijini, mpaka sasa tunajivunia kwamba wastani wa upatikanaji wa maji vijijini baada ya miradi mingi nitakayoeleza pia kutekelezwa umeongezeka kwa kiwango kikubwa. Mwaka 2015 47% tu ya Watanzania vijijini walikuwa wanapata maji. Leo mpaka kufikia mwezi Februari tumefika wastani wa 72.3, na kuna miradi mingi nitaeleza ambayo inakuja. Tunaamini mpaka 2025 hii nchi tuna uwezo kabisa wa kuwa tumeachana na kitu kinaitwa kero au adha ya maji. Hiyo ni kwenye upande wa taasisi. Lakini pia mnafahamu serikali ilifanya mageuzi mengine kwenye eneo la uwajibikaji. Wataalamu wengi wa maji walikuwa upande wa TAMISEMI na pakatokea changamoto kidogo ya namna ambavyo miradi mingi inasimamiwa. Kwa wataalamu wengi wahandisi wa maji wakahamishwa kutoka TAMISEMI, kwa maana ya wizara ya TAMISEMI kuja wizara ya maji moja kwa moja ili waweze kuwajibishwa. Hilo nalo naomba kuripoti kwamba tangu uamuzi huo ufanyike Mei 10, 2018 kupitia agizo la Mheshimiwa Rais, hao wataalamu walishahamishwa na imesaidia sana kuongeza ufuatiliaji, lakini kubwa uwajibikaji. Sasa hivi kupitia wizara ya maji, ukiwa mhandisi wa maji ukasimamia mradi hauendi na kila kitu umepewa, wewe ndio utasaidiwa kuondoka. Kwa sasa kwenye eneo la maji, labda naweza tukatumia lugha rahisi tu, sio Kiswahili sanifu lakini tuelewane. Kwenye miradi ya maji na kwingineko of course, ukizingua tunakuzingua. Na hapa nitaeleza. Kwenye eneo hili la maji kwa wananchi ni kero. Unajua ukisema elimu mtu anasema elimu, hasemi kero ya elimu. Lakini maji kwanza yanatanguzwa na neno kero ya maji. Serikali ya hii imezamilia mno kuondoa hiyo kero. Sasa baada ya kuhamisha wakandarasi, uwajibikaji na usimamizi ni wa karibu sana. Na kwa sasa mnamuona hata Mheshimiwa Waziri Aweso anafanya kazi kubwa, Katibu Mkuu Sanga anafanya kazi kubwa na wataalamu wao. Lakini kama nilivyosema, eneo hili kwa sababu ni kero kubwa ya wananchi na maji ni uhai. Kwa kweli kabisa si Kiswahili sanifu kusema, lakini tuelewane. Kwa muktadha wa kuelewana vizuri. Kwa sasa kwenye maji ukizingua tunakuzingua. Sasa sikilizeni. Kuna miradi 177
Yaani miradi unaweza kutafuta lugha yoyote kuiita. Miradi chechefu, miradi tata, na miradi sio ya namna gani. Miradi 177 tuliifanyia utafiti. Miradi ya maji ni mingi tunaitekeleza, nitaeleza. Lakini kuna miradi 177 ni miradi ina historia ya ajabu. Mradi unatumia zaidi ya miaka 10 kutekelezwa ukamiliki. Fedha zinapelekwa, watu hawamalizi mradi, au fedha zinaliwa. Katika hii miradi 177 kuna miradi ambayo inakamilika maji hayatoki, au maji yanatoka siku ya uzinduzi, baada ya siku 3 maji hayatoki. Tulifanya huo utafiti, tukabaini kwenye huu ufuatiliaji miradi hii 177 kwa kweli ni chechefu. Na kuna mmoja huko hapa Dodoma unaitwa Ntomoko, nafikiri huko Kondoa. Sasa kupitia huu uwajibikaji mpya kwenye wizara, nataka nitoe mfano kuona mageuzi na mafanikio. Kwanza, hii miradi 177 yote tumeichukua serikali, tunaitekeleza na wahandisi wetu na wataalamu wengine. Mpaka kufikia Februari hii miradi ilishashindikana, kwamba maji hayatoki, watu wengine wako miaka 10, 15 wanatekeleza miradi. Tumeichukua hii kwa muda mfupi ambao tumeichukua, miradi 85 katika hii maji yanatoka, na sio yale ya siku ya uzinduzi. Tayari tumekwamua, watu wamefuatiliwa, waliozingua wamezinguliwa. Hii miradi 85 katika hiyo 177 chechefu tayari maji yanatoka. Hiyo inakuonyesha umuhimu wa ufuatiliaji, umuhimu wa uwajibikaji katika usimamizi wa miradi ya maji. Lakini pili, hii mingine iliyobaki kutoka 177 tumekwamua 85 mpaka Juni mwaka huu, hii miradi yote iliyobaki kwenye hawa list chechefu inatakiwa imetoa maji. Kwa hiyo watu wa kazini saa 24 wanafanya wajibu wao, na usimamizi wa wizara umeongezeka. Kama nilivyosema, miradi yote chechefu inakwenda kutatuliwa. Sasa hivi kama tulivyoweka historia kwenye ngazi ya elimu kwamba hakuna maandamano tena, tunakwenda kuondoa changamoto iliyokuwepo ya miradi kuwashwa leo, kuzinduliwa leo, kesho kutwa maji hayatoki. Kwa hiyo kauli mbiu huku ni hii, ukizingua unazinguliwa. Sasa bado wapo watu kwa moja au nyingine wanaendelea kubipu. Sasa kwa kipindi hiki kifupi tu tangu hawa wahandisi warejeshwe Wizara ya Maji, jumla ya watendaji 98 wamechukuliwa hatua kwa kuzingua au kuzembea. 98 tunaendelea. Kuna wakandarasi wanapewa miradi wanazingua. Mpaka sasa wakandarasi 59 wamesitishiwa mikataba yao. Hii yote ni kutuonyesha kwamba, kuwaonyesha Watanzania kwenye sekta ya maji tunataka maji. Serikali inapeleka mabilioni ya hela, nitaeleza baadaye. Tunataka maji. Kwa hiyo ukitizingua tunakuzingua kwenye eneo la maji, lakini pia na maeneo mengine. Sasa hiyo nilikuwa naonyesha umuhimu na mafanikio kidogo yanayoonekana baada ya uwajibikaji huu wa wahandisi na wataalamu kuletwa moja kwa moja kwenye wizara yenye utaalamu na wizara yenye dhamana yake, Wizara ya Maji. Sasa tunaendelea na kuangalia mafanikio mengine kwenye sekta ya maji. Kwa ujumla sasa hivi Tanzania hadi Februari 2021 serikali ya awamu ya 5 imetekeleza jumla ya miradi 1845 miradi ya maji kwa maana ya mijini na vijijini. Na miradi hiyo mpaka sasa tumeshatumia trilioni 1.916 imeshaingia kwenye miradi mbalimbali ya maji, trilioni 1.916. Na hii miradi ambayo mpaka sasa imeshatekelezwa, manufaa yake wananchi milioni 14 zaidi 726 wamepata maji. Hawa wananchi milioni 14, kama tusingewekeza, tusingezinguana hivi, tusingefuatiliana na kuwajibishana, hawa wananchi milioni 14 wangekuwa nao wanaimba, wanalalamika, wana kero ya maji. Kwa hiyo ni wananchi wapya milioni 14 wameendelea kupata maji. Katika miradi hiyo ambayo tumeitekeleza 1845, miradi 222 ni ya mijini na miradi 1623 ni ya vijijini. Kwa miradi mingi kwa sasa ukiona takwimu ni miradi ya vijijini, kuhakikisha Watanzania walioko vijijini wanaondokana na kero na adha ya hicho mnachoita maji. Kwa sasa kazi inaendelea, hatujamaliza. Kuna hiyo miradi tunayoikwamua hiyo waliotuzingua
ambao mpaka Juni itoe maji. Wanatafuta namna ya kutoa maji. Lakini kuna miradi mingine mipya 924 kazi inaendelea. Na hii miradi 924 ni mikubwa. Hii tu 924 ina thamani ya trilioni 2.212. Trilioni 2.212 inatekelezwa. Kwa maeneo ya mjini kuna miradi 110 mikubwa ya namna hiyo, lakini vijijini kuna miradi 814 hiyo mipya inayoendelea. Na miradi hiyo ikikamilika, hii tunayotekeleza kwa sasa, pamoja na wale watu milioni 14 tulioongeza kati ya 15 mpaka 21 pale, hii miradi mipya tunayokwenda nayo 20 sasa kwenda 25 ikikamilika, kuna addition au nyongeza ya Watanzania milioni 12.077 wataongezeka kwenye idadi ya wanaopata maji. Kwa hiyo huku mnaona ni mageuzi makubwa kitaasisi, sheria, kiutendaji na kiusimamizi. Matokeo yake tunayaona hayo. Na kwa ujumla hali ya maji sasa hivi nchini kama nilivyogusia, kwa upande wa vijijini tumetoka wastani wa upatikanaji wa maji 47% imekwenda mpaka 72.3. Kwenye miji mikuu ya mikoa kuna 74% tumefika. Kwa hiyo utaona kwenye lengo la kwenda majiji tumefika mpaka 85. Kwa utaona lengo la kwenda 95 zinabaki kama 10 na ushe kwa vijijini na pia 10 na ushe kwa upande wa mijini. Kwa hiyo sisi tunaamini kwa utekelezaji unaoendelea, uwekezaji na usimamizi, ifikapo 2025 kitu kinachoitwa kero ya maji tutakuwa tumemalizana nacho. Kama ambavyo muda mfupi ujao, kama sio mwaka huu, mwakani, kuwadokeza tu, kitu kinachoitwa umeme vijijini tutakuwa tumemalizana nacho. Kila kijiji kitakuwa na umeme, watu wafanye masuala mengine ya maendeleo na masuala mengine ya kijamii. Hii ndio nchi ya kipato cha kati. Kwa hiyo tumefikisha aidha mapato yatokanayo na huduma za maji. Pia sekta ya maji imeleta mageuzi makubwa. Pamoja na kupata wananchi maji wengi, lakini mapato pia yameongezeka. Na kwa mfano kwa mwaka walikuwa wanapata bilioni 176.87. Sasa hivi mapato yameongezeka mpaka bilioni 301. Kwa hiyo ukiangalia sekta za serikali za utoaji huduma na vitu vingine, madini, umeme, kila eneo mpaka maji, mapato ya serikali pia yameongezeka na serikali inapata nguvu zaidi ya kutekeleza yale inayoyapanga. Kwa hiyo leo nilikuwa nasisitiza, tupo angani tunanunua ndege, tuko bondeni tunajenga mradi wa Rufiji, tuko kwenye madaraja tunajenga Kigongo Busisi, tunajenga daraja la Salenda pale Dar es Salaam, tunajenga madaraja mengine mengi, tupo maodini tunajenga hospitali, tuko maeneo mbalimbali. Lakini sio kwamba tumeacha sekta muhimu kama elimu na sekta za maji. Nimeeleza matrilioni yaliyotumika, nimeeleza manufaa yaliyopatikana. Ninaamini Watanzania tuendelee kutimiza wajibu wetu, serikali inaendelea kutimiza wajibu wake. Sekta hizi kero zinaendelea kuondoka, manufaa yanaendelea kuonekana na Tanzania inazidi kwenda mbele. Katika siku zijazo tutaangalia sekta nyingine kuoneshana kwamba hatuishii kule ambako watu wanalalamika tu. Kila eneo la maisha ya Tanzania serikali hii ya Dr. John Pombe Magufuli inafanya kitu, na sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kwa wale dada zangu na mama zangu, heri ya siku ya wanawake. Najua haijaisha saa hizi. Kama kuna lolote mnaweza mkatualika popote. Kuna keki, kuna nini tukakata au masuala mengine. Nawashukuru sana. Sasa kama kuna maswali mawili matatu, najua hili somo limeeleweka, lakini kama kuna jambo ambalo mnadhani kufafanuzi utolewe, niko tayari kujibu maswali yenu. Asanteni sana. Okay, tuanzie. Mzee unanyosha au tuanzie hapo? Jina na chombo alafu swali kwa kifupi tu. Naitwa Leo Kaji Makomba. Natoka DW.
Swali langu msemaji, ninataka kujikita hasa katika utangulizi wako, vile ambavyo unazungumza kuhusiana na serikali hii ya awamu ya 5 ilivyotoa demokrasia kwa vyama kwa vyombo vya habari, na mpaka sasa tuna idadi kubwa ya vyombo vya habari vinavyosajiliwa na wengine wako katika nchi. Lakini kumekuwa na kilio kutoka kwa wamiliki wa vyombo vya habari binafsi kwamba wanafungua vyombo hivi vya habari, lakini changamoto katika swala la matangazo ya biashara limekuwa ni chungu kwao, na hasa wakielekeza kwamba pengine serikali imekuwa ikipendelea katika chombo kile cha umma na wao kuweza kukosa matangazo haya ya biashara, baki msingi ndio yanafanya waweze kuishi na kulipa mishahara. Kama msemaji mkuu, hili unalizungumzaje ili kuweza kutolea ufafanuzi? Nashukuru. Anayefuata Mwananchi. Swali langu moja tu, nimekusikia ukitoa takwimu zote, lakini hujazungumzia kuhusiana na malimbikizo ya maslahi ya walimu. Serikali sijui imefikia wapi na imetafuaje malimbikizo ya madai kwa miaka hiyo 5. Sawa. Alafu vile vile kulikuwa kuna watu wanasema kwamba kuanzia sekondari kwenda sekondari form 4 kwenda form 6 form 5, wasichana, idadi ndogo ya wasichana ambayo inafaulu. Sasa sijui kati gani serikali nayo ili kuongeza ufaulu kwa wasichana. Okay, asante. Tuchukue kama 5 alafu nitajitahidi kujibu. Nitakao nishinda mtanisamehe. Mna maswali magumu mazito. Twende hapa brother. Mimi naitwa Allen Silveti kutoka Tanzania. Nina maswali mawili. Swali langu la kwanza ni kuhusu tunahitaji ufafanuzi kuhusu swala la mahindi Tanzania kuzuiwa kupelekwa nchini Kenya. Msimamo wetu wa serikali yetu hapa nchini ni upi? Lakini swali la pili, bwana, swali gumu brother. Tunaongelea elimu, unaenda kwa mahindi rafiki yangu. Malizia la pili. Swali la pili inahusu haka ugonjwa ambao kanaisumbua dunia. Ndio. Nchi yetu inaonekana kulaumiwa sana kwamba hatutoi hizi takwimu ambazo takwimu sahihi. Ni kwa sababu zipi? Umemaliza? Ndio. Asante. Afadhali umalize tu. Twende vizuri kwa huko hamna ili hivi ni jenda tutumie. Ngoja nimalize ule pafu narudi kwenye jenda hiyo iloombwa. Malizia. Swali langu ni moja kwenye upande wa elimu. Wanafunzi wa kidato cha 5 sasa wanaotoka shule za bweni wamekuwa wakiagizwa mahitaji mengi sana, mpaka mfikia wanaagizwa, mzazi anaambiwa bwana ndio na mahindi kilo 100, mchele na vitu kama hivyo, na serikali inasema inatoa elimu. Sasa nataka ufafanuzi kwenye hilo, ni kwa nini vitu hivyo vinaagizwa wakati elimu? Ngoja nijibu haya maswali kwanza, naona nitayasahau afu nitakuja jenda. Naanza na hilo la mahindi, si mtu kaagizwa kilo 100. Shule za serikali zote za bweni serikali inahudumia chakula. Kwa hiyo ni shule gani kwanza ambayo ni ya serikali alafu umeagizwa mahindi, sijui mchele, sijui chumvi? Hiyo sio shule ya serikali, labda ya binafsi. Lakini kama ni ya serikali, labda ilikuwa ya day, maana kuna halmashauri ambako wanakuwa na shule ya day lakini wanaweka watoto hostel wanaita. Kwa hiyo wazazi wanakubaliana kuchangia, na utaratibu sasa hivi wa kuchangia michango na nini, kama kuna kitu cha ziada kwenye sekta ya elimu ulishatolewa, lazima mkurugenzi wa halmashauri aidhinishe hiyo aina ya mchango au msaada, ndio unatumika. Kwa hiyo kaka, niambie shule kama ni ya bweni kabisa, designated ya bweni ya serikali, alafu mtu katumwa mchele au chumvi, ndio yale maeneo ambayo sisi kama ni kweli hatuzingui hapo. Ukituzingua tunakuzingua. Sawa brother? Kwa hiyo standard ya shule za bweni za serikali iko hivyo, labda kama ni eneo wamejiongeza kwa utaratibu tofauti. Huyu jamaa anauliza kuhusu mahindi. Kuna mahindi yamezuiwa ya Tanzania kwenda wapi umesema? Kwenda Kenya. Sasa hili nafikiri juzi naibu waziri yuko kule kwa kilimo
na taarifa tulionayo mpaka sasa hakuna taarifa rasmi zaidi ya kikaratasi kilichoonekana kwenye mitandao. Lakini ni kweli kuna magari ya Tanzania yamezuiwa kwenye mpaka wa Namanga, lakini Horohoro yanapita na mipaka mingine yanaendelea kupita. Sasa katika hali kama hiyo, sisi serikali kwa serikali lazima tuzungumze. Kwa mazungumzo yanaendelea. Kwa nini Horohoro yanapita lakini Namanga yamezuiwa? Kwa hiyo ni swala ambalo bado linafanywa kazi. Unasema corona, si kuna ugonjwa tunalaumiwa. Sasa kwanza namshangaa na tulaumu. Dunia nzima ina corona. Kwa hiyo unaacha kwako unakuja kutulaumu sisi. Kwa hiyo anayetulaumu kwanza ajipange vizuri. Ana wajibu wa kisheria na kimamlaka kutulaumu. Kila mtu apambane na hali yake brother. Sisi tuko vizuri, tumerudi michezoni, hakuna mtu kaanguka kwenye michezo. Tunakwenda madisco, kuna mtu kaanguka disco. Maana unajua dhana moja ya corona ni kwamba huwezi kuificha. Hii ndio Tanzania wengi tunasahau, tunajazwa hofu, tunataka kupelekwa ambako watu wana ajenda zao nyingine. Tulifunga sisi michezo, tulifunga sisi matamasha, tulifanya nini? Tumerudi, tunacheza, tunakutana, tunafanya nini? Watu wanaendelea na maisha yao. Unaambiwa bwana nyinyi hapana. Nyinyi mna tatizo mnaficha. Unaweza kuficha corona? Si watu wangeanguka tu, sio? Mikutano hii ya press mimi nafanya kila siku. Tunakwenda kwenye miradi huko tungeanguka. Ingawa na mimi mkaniambia kwamba nimelazwa Muhimbili. Yaani watu wanalazimisha tukue na yaani mtu akiona Watanzania wametulia hana furaha. Na nyinyi sasa mnakosa furaha vile vile. Kwa hiyo mimi nasema msimamo wa serikali ni ule ule. Sisi kama taifa hatuwezi kusema Tanzania hakuna corona. Watu wanasafiri, wanaingia, wanarudi, wanapimwa. Kwa hiyo hatuwezi kujazana hofu kama vile yani kwanza mnajua takwimu kwamba ugonjwa wa kwanza kuua Tanzania ni upi? Jamaa akasema malaria. Mwingine unaofuata? Kwa nini watu waulizi takwimu za malaria kila siku? Tuache Watanzania kupigwa na kupewa hofu zisizokuwa na msingi. Na niwamalizie kabisa. Hata hiyo chanjo mnayoita, waendelee kujaribu. Yaani ndio kwanza unajaribu dawa. Hapa nani yuko tayari kujaribiwa nimletee hiyo chanjo? Brother uko tayari? Make useme tu kujaribu kama utapona au utafanyaje? Siwezi kujaribiwa mpaka iwe proof kwamba basi nakushukuru bwana. Nashukuru umemaliza mchezo. Sasa Mtanzania utakuta umekusanya mambo, hamsemi chanjo hamtaki. Hapana. Kwanza Tanzania ina historia sisi ya kutengeneza chanjo yetu sisi wenyewe. Na watafiti wetu hata kwenye hili wako kazini wanafanya na sisi tunatafuta chanjo vile vile. Sasa brother hata chanjo ukuuliza lakini msimamo pia ni huo. Waendelee kuwajaribu wengine ikikubalika kama brother alivyosema. Katumia neno mzigo. Mzigo ukikubalika basi tutaona namna ya sisi pia kunufaika kwa sababu kwenye clinical kwenye mambo ya science lazima ufanye sampling, si ndio? Kwa hiyo watibu hao watu watakaopona na sisi kama kuna shida huko mbele tutaona tunafanyaje. Kwa hiyo brother swala la naye tulaumu muulize kwanza yeye anatulaumu sisi. Kwake kuna wangapi? Hali ikoje? Kuna watu wanaanguka kila siku kwa hapo wanaamka anasema Tanzania hawasemi kuna nini kwenye nchi yao. Tuambie kwanza kwako, si ndio? Huo ndio msimamo wa serikali. Lakini kama nilivyosema huu ni ugonjwa ambao una athiri kutokana na maingiliano ya watu. Kwa hiyo Tanzania tumetoa mwongozo. Ziko hospitali, vituo vimetengwa. Ukijisikia una dalili za corona, tafadhali wahi ukapimwe uone hali yako. Lakini sasa usije ukaenda corona tu ukaacha kupima ukimwi, ukaacha kupima malaria, watu wana matatizo ya moyo siku hizi hawapimi, watu wana mapresha, wana pneumonia, vyote vimeachwa. Kila mtu anasema COVID. Kwa hiyo tukapime afya zetu. Tuendelee kufanya mazoezi. Tuendelee kuzingatia masuala mengine ya kiafya. Lakini sisi kama nchi mpaka sasa ugonjwa huu tumeudhibiti na tunashukuru. Kwenye jamii haujasambaa na watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Na kukitokea changamoto zaidi, Wizara ya Afya itaendelea kutoa mwongozo wa nini cha kufanya. Kwa hiyo wanaotuuliza na kutulaumu brother wape huo ujumbe. Huyu jamaa wa mahindi nimemalizana naye na corona. Malimbikizo wasichana wanafaulu wachache sio kwenda level fulani, sio? Ni juhudi nyingi zinatumika. Kuna ufadhili mahususi unatolewa vyuo vikuu kwa mfano kusomesha wanafunzi. Lazima tukiri kihistoria na katika baadhi ya jamii zetu bado mtoto wa kike alikuwa hapewi nafasi ya kutosha.
Kwa serikali inachukua juhudi nyingi za kuhakikisha kwamba tunawapa nafasi zaidi kutokana na makosa hayo mengine ya kihistoria, changamoto za kwenye jamii, elimu inatolewa. Kuna jamii ambazo zinaamini mtoto wa kike, zilikuwa siamini kama wapo, mtoto wa kike ni mama wa nyumbani, akifika darasa fulani aolewe au arudi nyumbani. Tumeelimisha sana, kampeni nyingi zimefanyika. Kwa hiyo mimi naamini dada yangu, kadri tunavyozidi kwenda huko juu, elimu inatolewa na watoto wa kike wengi watazidi kwenda kwenye ngazi za juu za elimu. Lakini tuna mradi pia unakuja huu, na tumeshirikiana na Benki ya Dunia. Kuna shule mahususi zitajengwa za wasichana. Hiyo yote ni kuwapa nafasi wengi zaidi wakasome na wengi zaidi wazidi kwenda kwenye elimu ya juu. Malimbikizo ya walimu sikuyataja. Kwanza hilo neno malimbikizo siku hizi lishapitwa na wakati. Maana hilo neno lilikuwa miaka 2012, 2013, malimbikizo. Yaani ni dude moja kubwa hivi. Kwa sasa serikali inalipa, sio walimu. Serikali inalipa sana madai ya watumishi. Lakini pili, tumezuia. Mwongozo sasa hivi umezuia kutengeneza madeni yasiyokuwa na tija. Kwa hiyo cha kwanza tunazuia mtu akihamishwa alipwe. Mtu anakwenda likizo alipwe fedha zake. Wizara, taasisi zote za umma zimeelekezwa. Huwezi ukafanya shughuli ambayo kuitengea bajeti. Usimhamishe mtu kama haipo kwenye bajeti. Hizo ni kwa sababu kubwa huko nyuma za kusababisha madeni mengi ya watumishi wa umma kuwa makubwa. Kwa hiyo neno malimbikizo kwanza halipo. Walimu wanaodai wanahakikiwa, watumishi wengine wanaodai wanahakikiwa, na mpaka Desemba kwenye madai ya walimu, si watumishi, wakandarasi, mpaka Desemba tumelipa zaidi ya bilioni 200 kulipa madeni mbalimbali. Na serikali sasa hivi inachofanya ni kanuni rahisi tu. Maana hata yeye wakati ule inaitwa malimbikizo. Mimi bahati nzuri nilishiriki kwenye mradi fulani. Sehemu kubwa ya madai yalikuwa feki. Ndio. Unakwenda kwenye uhakiki, mtu ameandikiwa anadai milioni 2, kumbe imeongezwa 0. Alikuwa anadai 200,000. Anahojiwa mama, mwalimu, wewe ulikuwa unadai milioni 2, anashangaa mimi nadai 200,000 tu. Kwa hiyo kwa sasa mtu asiseme tu anadai, lete hoja, inahakikiwa. Ukihakikiwa iko safi, tunalipa bilioni zaidi ya 200 tumetoa mpaka Desemba, na kota hii mpaka huu mwezi wa 3 tutalipa nyingine. Kwa hiyo hakuna malimbikizo, fedha zinalipwa kila zinapokamilika kuhakikiwa. Hii issue ya vyombo vya habari, kwanza mimi sijui ni chombo gani hicho ambacho kina malalamiko haya kwamba akipati magazeti. Nini